kipi kitakuwa ni hatima ya serikali ya umoja wa kitaifa, mtaingia au muingii? Na nimesema kwamba kipaumbele cha ACT Wazalendo sio kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Imeelezwa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa haikuwa kichaka cha kwamba mtaiba kura alafu mwizi anaingia madarakani anamwalika aloshindwa ili tuje tugawane vyeo na kisha baada ya hapo tuunde serikali kabla ya mchakato mpya wa wizi mwingine. Nikumbuke kwamba kabla ya serikali ya umoja wa kitaifa kuna damu ambazo zilimwagika, kuna wahanga ambao waliuawa, na ilikuwa ni jitihada za kutafuta suluhisho la mzunguko wa mauaji na machafuko katika chaguzi za Zanzibar kila baada ya miaka mitano. Serikali ya umoja wa kitaifa kilikuwa ni chombo cha kuwaleta Wazanzibari pamoja ili kutatua changamoto zao za ndani na kuongoza nchi yao katika namna ambayo itawaleta pamoja Wazanzibari. Kwa nimesema jaribio hilo kwenye chaguzi hizi zilizopita limeshindwa, na kwa sasa kipaumbele cha ACT Wazalendo ni kuona namna gani malengo hayo yatakuwepo badala ya swala la kuingia au kutoingia. Yaani hatuwezi kujadili kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa bila kujadili kwamba misingi yenyewe ya serikali ya umoja wa kitaifa ilikuwepo. Kwanza, serikali ya umoja wa kitaifa ili iwe halali lazima itokane na uchaguzi halali. Lazima muwe na uchaguzi ambao ndio uliamua nani ndio rais na nani alipata kura zinazomtosha kuwa ni sehemu ya serikali ya Zanzibar. Ikiwa tatizo hilo lipo, hilo ndio linalopaswa kushughulikiwa kwanza, na msimamo wetu ni kwamba lazima tushughulike na hilo kwanza kabla ya kujadili swala la kuingia au kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Mjadala wa CCM ni kuhoji kwamba tunaingia hatuingii. Huo sio mjadala wetu. Tatizo lililopo, ACT Wazalendo tumekataa kuingia kwenye huo mjadala. Tunataka tushughulike na malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa. Ikiwa malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa hayawezi kufikiwa kwa mtindo huu ambao unakwenda sasa, hakuna haja. Serikali ya umoja wa kitaifa haikuja kwa lengo la kupoka mamlaka ya wananchi kwenye kuamua nani awe kiongozi wa Zanzibar na baada ya hapo hatima ya kuongoza nchi yao. Kwa hiyo kwenye jambo hili iko wazi, na kamati kuu imetaka, ina timu maalum ambayo imetaka ishughulikie jambo hili with the focus ya kwamba kinachopaswa kujadiliwa sio swala la kuingia au kutoingia, ni swala la kipi ndiyo msingi wa kuwepo kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Na kama uchaguzi uliopita na mwenendo wa mambo unaakisi uwepo wa hiyo serikali ya umoja wa kitaifa, kwamba wananchi ndio wanaoiweka hiyo serikali. Serikali ya umoja wa kitaifa haikuwa mambo ya kwamba ukiiba basi usimnyime na mwenzio. Ilikuwa ni swala la kwamba kuwepo na uchaguzi huru, Wazanzibari wachague kiongozi wao, na yule wa pili asiondoke moja kwa moja na apewe nafasi ya kushiriki kuunda serikali na sio vinginevyo. Kwa hiyo kamati kuu inasema kwa uwazi kabisa kwamba haiko tayari kujadili swala la kuingia au kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Badala yake inataka kujadiliwa misingi ya uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa, ambao moja ni kuhakikisha kwamba wananchi ndio wanaoiweka madarakani hiyo serikali ya umoja wa kitaifa na sio vinginevyo. Kwa hiyo hatima ya serikali ya umoja wa kitaifa ipo mikononi mwa wananchi wa Zanzibar. Swala la pili ni swala ambalo pia nadhani linashabihiana na swala la Dan, kwamba kesi ya viti maalum kuna wabunge watu wanahoji kwamba wabunge wamepatikanaje na kwamba imekuwaje wabunge wenu wengine wamekwenda. Na sasa mnapofungua kesi, je, maana yake huu uchaguzi ni halali? Na kwa hiyo ndio maana mnadai hizo haki? Na nadhani swala hili nitalijibu kwa kuzingatia kile ambacho tumekieleza kwenye tamko hili. Moja, tumesema wazi kwamba uchaguzi huu sio halali, ni uchaguzi ambao umepoteza haki, na kwamba panapaswa kufanyika uchaguzi mwingine ili kufanya uchaguzi huu uwe halali, au mpate uchaguzi ambao ni halali na ambao ule utaweza kuleta viongozi halali katika nchi yetu. Swali ni kwamba je, sasa mbona wawakilishi wamekwenda? Mbona hoja yetu ni kwamba moja, tumepeleka kesi mahakamani
na tumeirejea sana kesi ya viti maalum kama ni kesi ambayo inahoji credibility ya swala hili. Na unaposhiriki kwenye uchaguzi, wewe ndio ambaye unaweza kuset standard ya makosa yaliyotokea. Leo tunataka kurejista mahakamani. Nyie mnafahamu na nimeeleza hili mara nyingi pia kwamba mpaka leo kwa mujibu wa sheria, tume ya uchaguzi INEC ilipaswa kuwa imechapisha kwenye gazeti la serikali matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mpaka leo zile siku za kwa mujibu wa sheria zimepita, hakuna official gazeti, hakuna matokeo kwenye gazeti la serikali yanayosema kwamba matokeo ya uchaguzi mkuu ni yapi. Tunakwenda mahakamani ili tuwaambie walete hayo matokeo pale mahakamani kama wanayo. Sisi tunaamini kwamba uchaguzi huu uliharibika kwa kiwango ambacho INEC na ZEC wanahangaika kutafuta matokeo watakapoyapata au namna watakavyoyapika, na tunaamini kwamba tukifika mahakamani tutaweza kuainisha huo uozo ambao INEC wanakuja nao. Nyote mnajua Ubungo kwenye takwimu za serikali za vitu ambavyo vimeungua, wametaja magari, wametaja vituo vya mafuta, hawajataja vituo vya kupigia kura ambavyo vimechomwa moto na wenyewe. Na kwa nini hawajataja? Kwa sababu ukishataja vituo vya kupigia kura vimechomwa moto, unapaswa pia useme hizo kura zilizopigwa pale zilienda wapi. Kwa hiyo uchaguzi huu umeweka kwenye record uharibifu mkubwa wa kiuchaguzi, na kwamba wanaofanya maamuzi, uchaguzi hauleti maamuzi ya nani ni kiongozi,